Ila ninachokijua mimi, mara ya mwisho Tobi alikuja nyumbani kwangu na kuniaga anaelekea kwao Dodoma kwa baba yake na sio vinginevyo. Sasa Togoso, hivi ilikuwaje mpaka kaumia vile yule jamaa? Ukajisahau, ukajiachia, ukamtesa kaka watu, maskini ya Mungu, kaka watu ana raha. Ali avai aoge afanye anachofanya. Saizi wewe unajiuliza. Ya nini kuyapa nafasi aliyopita na kuyapuuza aliyopo? Huu wakati sio wakati wa kufufua makaburi. Huu wakati ni wakati wa kuangalia tunamsaidia vipi huyu bwana. Wewe unatakiwa ukasikilize wito. Kataa maneno. Umeona bwana? Huo ndio utaratibu. Lengo na madhumuni fika ujue nini anachokuitia. Kwa sababu unaweza kaa tumekaa hapa ukafikiria tofauti na yeye. Na haiwezekani kwa sababu mimi naishi na shemeji yako hapa ndani. Umeona tatizo hilo? Kwa hiyo yeye atakaa wapi? Na hapo wapi akikaa ili aone nini mimi na shemeji yake? Mimi sina maneno mengi ya kuzungumza. Ila nina kitu cha kukufahamisha. Mimi na Togoso ndo watu tulifanikiwa kuishi na maneno ya marehemu mama yako. Mimi nimekuelewa, lakini hapa kuna tatizo. Kuna shida kidogo. Lakini siwezi kwenda peke yangu. Pole sana kwa msiba uliokukuta. Najua inauma sana, hasa pale unapompoteza mtu ambaye ni tegemeo na kama nguzo katika maisha yako. Mamako tuliishi naye kwa amani, upendo pamoja na mshikamano. Kiukweli tulimpenda sana mama yako, lakini Mwenyezi Mungu na kila nafsi lazima itaonja mauti. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mimi sina maneno mengi ya kuzungumza. Ila nina kitu cha kukufahamisha. Mimi na Togoso ndo watu tulifanikiwa kuishi na maneno ya marehemu mama yako kabla ya kifo chake. Mwanangu Kosha. Naam. Naomba niombe msamaha kwa mzee Kimwaga na Tobi. Mwanzoni niliamini msimamo wangu kwamba utazaa matunda mazuri, lakini kumbe alipangalo Mungu. Namruhusu Tobi amoe mwanangu Chiku. Mimi nimekuelewa na msamaha wako nimeupokea bila kipingamizi. Labda nikuahidi kitu kimoja. Umefika msamaha wako. Mama Chiku. Na hicho ndicho alichoamini kuwa kitakuwa nguzo kwenye maisha yako. Wanaume wengi walioko kwenye ndoa huwa hawapendi kuyakubali madhaifu ya wake zao na kupelekea ndoa nyingi sana kuvunjika. Tobi, ukishindwa kuyakubali madhaifu ya mkeo Chiku, ni rahisi sana kuyarekebisha pindi wanapokosea, na hiyo ni baada ya kuachika tu. Si ndio bwana? Yaani kweli. Awali ya yote, mimi naomba kwanza niwapongeze kwa maana kitendo mlichokifanya kimemfresha Mwenyezi Mungu
na jamii kwa ujumla. Lakini pia niseme kwamba Togoso sio kongwe wala sio mwalimu mzuri wa kusimamia msingi ya ndoa, ila kwa kidogo nilichojaliwa naomba niwapatie leo. Chiku, ukitumia akili yako ya ndani utamfanya Tobi, na neno litakalotapakaa kwenye kinywa chako ni neno gogo. Unajua mwanaume ndani ya nyumba, makosa ya mwanamke ni rahisi sana kuonekana kuliko makosa ya mwanaume. Mwanaume anaweza karudi usiku wa manane, mkeo akamfungulia mlango, akamwandea maji ya kuoga, akampa chakula na kisha akamkaribisha kitandani pasipo kuhoji wala kuzungumza kitu chochote. Lakini akifanya hayo mwanamke anaweza kasibika kama msaliti na lolote ile juu yake linaweza likamkuta. Chiku utakula mikwaju. Chiku utakula kerubu. Utakung'utwa huko ndani. Oh. Mimi niwatakie maisha mema sana. Amen. Mke wangu. Mume wangu Ngosha, nimetambua umuhimu wako. Nami nimetambua umuhimu wako kama mke. Ngosha, umerudisha majeshi? Yaani umezunguka kote haujafanikiwa kumuona? Yaani mama, ninavyokuambia nimezunguka kote, nyumbani kwake, kazini kwake na kwa marafiki zake wote ninaofahamu mimi, lakini sijafanikiwa kumuona. Ama kweli kuzaa sio kupata, na wanaozaa waendelee tu kuzaa. Mama, Mwajabu naye kazidi. Ina maana kuachika mara moja tu ndio anywe sumu? Mbona mimi nimeachika mara 9 na sijanywa sumu? Mengine matumizi mabaya tu ya sumu. Nyamaza! Mpumbavu mkubwa wewe. Sasa wewe na Mwajabu una tofauti gani? Umevunja ndoa zako 9 na hujaje tena mtoto hapa. Lione kwanza. Kubwa zima halina cha aibu. Mpuuzi wewe. Ngosha. Ya kale ni dhahabu. Unalala kazini au sio? Yaani unalala mwenyewe unajimombofanya. Kesho tunaona. Oh, unaleta bana huko tunakwambia. Sibonda. Sikia. Kile bana shika hiyo. Tugeto. Sasa hizi. Karibuni. Asante. Ngosha. Mpira kwa kipa huko. Tobi. Poleni na kazi, tapitia vyombo.
Leti kama wote hapa tungelikuwa tumeelewana. Kama Ngosha na Tobi, basi na mimi hapa nakuputa. Yangetapaka makoti. Afuta hapa, yangetapaka utipoti tu. Alafu utipoti langu mimi, Togoso mjukuu wa Mzenza baba. Mzenza baba. Utipoti langu lingekuwa pale. Alafu lingekuwa kubwa kuliko. Yaani linaitwa baba lao. Baba lao akamwambia kuna mambo ngoja kwanza tufanye yako ito kwanza. Si umeoa kaka? Mbona una kiherehere kishikwa? Unasemaje kipenzi changu? Hapo ndo umegusa. Sasa kushinda hapo sasa. Kwenye kushinda hapo sasa. Labda unipatie 100,000 na kuendelea nitabaki. Au labda kwa vile ni wewe mpenzi wangu nikupunguzie kiwango cha mwisho ni 50,000. Unacho? Na unipatie keshi kabisa.